Bana, kesho majira ya saa 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki katika mji wa Cairo huko nchini Misri inakwenda kufanyika draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na kombe la shirikisho barani Afrika katika mechi zile za first preliminary round, lakini pia na second preliminary round. Kama vile tunavyofahamu kwamba Tanzania ama taifa letu kwa wakati huu litakwenda kuwakilishwa na timu nne, mbili kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na zingine mbili kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika tutakwenda kuwakilishwa na klabu ya Young Africans vile vile na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, huku kwa upande wa kombe la shirikisho tukiwakilishwa na klabu ya Azam Football Club vile vile klabu ya Singida Black Star. Sasa kwa siku ya kesho ndiyo hatima itakwenda kufahamika ni nani na nani ambaye atakwenda kuanza kunako mechi za awali katika upande wa kutafuta tiketi ya kufuzu kwenye hatua ya makundi kwenye haya mashindano kwa msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Sasa kwa klabu za Young Africans na Simba wote kwa umoja wao watakwenda kuanzia katika zile hatua za awali, yani huku mwanzoni kwenye first preliminary round ambako watakwenda kuanzia moja kwa moja. Kwa maana hiyo watacheza mechi mbili kabla ya kuingia kwenye hatua ya makundi, tofauti na Azam Football Club ambao wao watakwenda kuanzia kunako second preliminary round kunako mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na hii ni sehemu tu ya mpangilio ama namna ambavyo shirikisho la soka barani Afrika CAF wamejaribu kupanga kutokana na mlinganyo ama ulinganifu wa baadhi ya timu shiriki katika mashindano tofauti na vile ambavyo wanaweza wakapata nafasi. Tukumbuke kwamba kwa msimu ujao kuna timu nyingi kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambao hawatakuwa sehemu shiriki, ikiwemo klabu ya National Al Ahly ambao hawa kimsingi ndio mabingwa wa muda wote kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao kwa msimu ujao tutakwenda kuwashuhudia kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, jambo ambalo linatoa mwanya kwa klabu nyingine ambazo kwa muda mrefu walikuwa hawajawepo kwenye haya mashindano. Kwa mfano Club Africain ambao ni muda mrefu walikuwa hawapo kwenye haya mashindano katika nchi ya Tunisia, lakini kwa safari hii wameweza kurejea na wataweza pia kushiriki kwenye mashindano na mechi za awali kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo draw ni siku ya kesho katika mji wa Cairo, makao makuu ya soka ya shirikisho la soka barani Afrika CAF nchini Misri, ambako kwa muda wa Afrika ya Mashariki utakuwa ni saa 9 kamili za alasiri moja kwa moja, na kila klabu shiriki kama ilivyoada lazima kuwe na mwakilishi ambaye atakwenda kuwakilisha timu yake katika draw hiyo ambayo kwa siku ya kesho itakwenda kufanyika. Na kwa wakati huu kila timu inatamani kuweza kumfahamu mpinzani wake wa awali ambaye atakwenda kumkabili kabla ya kuingia kunako hatua ya makundi, na kila klabu tayari ina malengo yake katika mashindano ya kimataifa kwa msimu ujao, na malengo hayafikiwi kabla ya kuzianza vizuri hizi mechi za awali, ambako unaweza ukakutana na mpinzani ambaye anaweza akawa bora ama anaweza asiwe bora kulingana na namna ambavyo unaweza ukapata mpinzani. Lakini kwa ujumla katika haya mashindano tunaamini kwamba kila timu ni bora kwa sababu wamefika pale kwa sababu wa ubora wao ambao wameufanya kunako ligi zao za ndani moja kwa moja. Sasa kwa Young Africans wao kama vile ambavyo ilikuwa msimu uliopita walicheza mechi mbili. Ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Wiliete Benguela ya nchini Angola, na baadaye walikipiga dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi, ambako zote hizi mbili waliweza kuziondosha na baadaye kufanikiwa kutinga katika hatua ya makundi moja kwa moja. Vile vile kwa Simba wao walianza na timu kama vile Gaborone United ya Botswana, lakini pia walipiga dhidi ya timu moja kutokea nchini Seychelles. I think ilikuwa ni Mbabane Swallows, timu ambayo Simba walicheza nao kwenye zile mechi za awali, na baadaye Simba alifanikiwa kuingia katika hatua inayofuata. Vile vile kwa Azam
walifanya kama hivyo. Nakumbuka Azam naye pia alicheza mechi za awali akaweza kufanikiwa. The same pia kwa Singida alimondosha klabu ya nchini Burundi Flambeau du Centro, ambayo ndiko alifanikiwa kuingia kunako hatua ya makundi. Kwa hiyo safari hii tena ni copy na kupesti kama vile ambavyo ilikuwa kwa msimu uliopita. Klabu mbili ni zile zile za ligi ya mabingwa na vile vile pia klabu mbili kunako kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mtazamaji, taarifa za kufikie kwamba kesho draw rasmi itakwenda kufahamika, na ikishatoka draw tutakutana pia hapa niweza kukufahamisha timu gani na timu gani ambazo zimeweza kupangiwa katika zile hatua za awali. Jina langu ni Leopard John. Asante kwa wewe ambao wamekuwa nami mwanzo hadi mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangazia juu ya taarifa ambayo inahusu draw ya mashindano makubwa katika ngazi ya vilabu barani Afrika kwa siku ya kesho, ambayo inatarajiwa kwenda kufanyika katika mji wa Cairo huko nchini Misri majira ya saa 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nyuma ya kamera alikuwepo Bi Arafa Kaula. Jina langu ni Leopard John.